Leo hii nakuletea viongozi watano duniani ambao waliwahi kurushiwa viatu hadharani. Wanasema mnamo tarehe 4 Mei mwaka wa 2025 Rais wa Kenya William Samuel Ruto alikumbwa na tukio lisilo la kawaida ambapo alipokuwa akihutubia wananchi katika mkutano wa hadhara katika eneo la Karia Magharibi katika kaunti ya Migori. Wanasema katika hali ya mshangao pamoja na taharuki, mtu mmoja kutoka katika umati uliokuwepo alirusha kiatu chake kuelekea kwa Rais Ruto, jambo ambalo lililosababisha mtafaruku wa muda mfupi kabla ya walinzi kuchukua hatua. Ingawa kiatu hicho hakikumjeruhi Rais Ruto, tukio hilo limeibua hisia tofauti miongoni mwa Wakenya pamoja na watu wa mataifa mengine, kilichochochea mjadala kuhusu maana ya kurushiwa kiatu na wengine kujiuliza kama anakwambia mmoja wapo ya viongozi wengine ambao wameshawahi kufanyiwa hivyo. Katika tamaduni mbalimbali hasa zile za Kiarabu pamoja na Asia ya Kusini, kurusha kiatu ni ishara ya dharau ya hali ya juu kabisa ambayo inamaanisha kumdhalilisha mtu hadharani, kumpa fedheha isiyofutika. Anasema viatu ambavyo vinachukuliwa kuwa ni vichafu kwa sababu ya kugusa ardhi. Hivyo anakuambia kurushiwa mtu kiatu ni kama kumwambia kwamba hana thamani ama heshima. Katika maeneo mengine ni kejeli, lakini katika mataifa mengine ya Afrika ni ishara ya kisiasa ya kutofautiana katika itikadi ama katika masuala fulani ambayo yanaendana na siasa. Rais Ruto ni kiongozi wa kwanza ama sio kiongozi wa kwanza kabisa duniani kukumbwa na tukio kama hilo. Hapa ni baadhi ya matukio ambayo yanafanana na ambalo limemkuta rais huyo wa Kenya. Wa kwanza alikuwa ni Rais George W. Bush. Ilikuwa ni Baghdad pale Iraki mwaka wa 2008. Mnamo ilikuwa tarehe 14 Disemba mwaka wa 2008. Rais wa Marekani wa wakati huo George W. Bush alikumbwa na tukio lisilo la kawaida wakati wa mkutano wa pamoja na waziri mkuu wa Iraki na Ulu Maliki katika kasri la nchi hiyo Baghdad. Mkutano huo ulikuwa ni sehemu ya ziara ya kuaga kabla ya kumaliza muhula wake wa urais. Wakati wa mkutano huo, mwandishi wa habari wa Iraki Muhammad al-Zaidi alisimama hafla na kurusha viatu viwili mfululizo kuelekea kwa Rais George Bush, akipaza sauti kwa Kiarabu kwamba anakwambia hili ni busu la kukuaga kutoka kwa watu wa Iraki. Wewe mbwa Bush, ulifanikiwa kuvikwepa viatu hivyo kwa namna, na viatu hivyo havikumgusa kabisa Bush. Zaidi alikamatwa mara moja na maafisa wa usalama na kuondolewa katika eneo hilo. Baada ya tukio hilo, jamaa huyo alihukumiwa kifungo cha miaka 3 jela kwa kosa la kumshambulia kiongozi wa kigeni, lakini kifungo hicho kilipunguzwa hadi mwaka 1 na aliachiliwa baada ya miezi 9 kutokana na tabia njema ambayo alionyesha alipokuwa gerezani. Alidai kuwa aliteswa akiwa kizuizini, akipigwa na kuteswa kwa njia mbalimbali. Tukio hilo lilizua mjadala mkubwa duniani na kumfanya al-Zaidi kuwa ni shujaa kwa baadhi ya watu katika ulimwengu wa Kiarabu, ingawa kwa jamii nyingine alionekana kama ni mtu asiyekuwa na heshima mbele ya viongozi. Wa pili ni Wen Jiabao. Huyu alirushiwa viatu Uingereza mwaka wa 2009. Ilikuwa Februari 2, 2009, waziri mkuu wa China Wen Jiabao alirushiwa viatu wakati wa hotuba yake akiwa katika chuo kikuu cha Cambridge, Uingereza. Tukio hilo lilitokea wakati Wen alikuwa akihutubia wanafunzi na wahitimu katika ukumbi wa hotuba ya chuo hicho. Wanafunzi wa Ujerumani Martin Kors pamoja na Morez, ambaye alikuwa ni mtafiti wa tiba katika chuo hicho, alisimama hafla akapiga filimbi na kumuita Wen dictator, akidai kuwa chuo hicho kilikuwa kimejiuza kwa kumkaribisha kiongozi huyo. Kisha alirusha kiatu chake kuelekea jukwani, lakini hakikumpata kiongozi huyo na baadaye jamaa huyo alikamatwa na kufikishwa mahakamani kwa kosa
la kusababisha hofu na usumbufu, lakini baadaye aliachiliwa baada ya mahakama kusema kwamba ushahidi haukuwa wa kutosha kabisa kuthibitisha kosa lake. Watatu ni Pervez Musharraf. Yeye alirushiwa kiatu London, Uingereza. Ilikuwa ni mwaka wa 2009. Mnamo mwaka wa 2009 aliyekuwa rais na kiongozi wa kijeshi wa Pakistani Pervez Musharraf alirushiwa kiatu wakati wa mkutano pamoja na wanadiaspora wa Kipakistani katika jiji la London. Tukio hilo lilitokea wakati kiongozi huyo alikuwa akihutubia umati wa watu ambao walikusanyika kumsikiliza. Anasema mwanamume mmoja kutoka katika umati ambao walikuwepo alisimama hafla na kurusha kiatu kuelekea kwa rais huyo, akipinga utawala wake wa kijeshi pamoja na sera zake. Kiatu hicho akikumgusa rais huyo, na mlinzi wake alifanikiwa kumzuia mshambuliaji huyo ambaye alikamatwa mara moja na kuondolewa katika ukumbi huo. Tukio hilo lilionyesha hasira na upinzani wa baadhi ya wananchi wa Pakistani dhidi ya utawala wa rais huyo. Wanne ni Omar al-Bashiri. Alirushiwa kiatu Addis Ababa pale Ethiopia. Ilikuwa ni mwaka wa 2010. Mnamo mwaka wa 2010 rais wa Sudani wa wakati huo Omar al-Bashiri alirushiwa kiatu wakati wa mkutano pamoja na viongozi wa Umoja wa Afrika katika jiji la Addis Ababa, Ethiopia. Tukio hilo lilitokea wakati rais huyo alikuwa akihutubia mkutano huo. Pia mwanamume mmoja kutoka katika umati alisimama hafla na kurusha kiatu kuelekea kwa rais huyo, akipinga utawala wake na mashtaka ya uhalifu wa kivita ambayo yalikuwa yakimkabili katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC. Kiatu hicho akikumgusa Bashiri, na mshambuliaji huyo alikamatwa mara moja na maafisa wa usalama. Watano na wa mwisho ni Hillary Clinton. Yeye alirushiwa kiatu Las Vegas, Marekani. Ilikuwa ni mwaka wa 2014. Mnamo tarehe 10 Aprili 2014 aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton alirushiwa kiatu wakati wa hotuba katika mkutano wa taasisi ya usafishaji wa chuma, anakuambia katika hoteli ya Mandalay Bay katika jiji la Las Vegas. Mwanamke mmoja alitembea kuelekea jukwani akiwa umbali kama wa safu sita hivi kutoka alipokuwa Bibi Clinton na kurusha kiatu chake kuelekea kwake. Clinton alifanikiwa kukikwepa kiatu hicho na akaendelea kutoa hotuba yake kwa ucheshi, akisema kwamba je, hiyo ilikuwa ni sehemu ya onyesho? Anakuambia mshambuliaji huyo pia alikamatwa mara moja na maafisa wa usalama na kuondolewa katika ukumbi huo. Matukio hayo yanaonesha ni jinsi anakuambia kurusha kiatu kwa viongozi wa kisiasa kunavyochukuliwa kama ni ishara ya dharau na kwa wengine ni upinzani, ingawa ni kitendo cha kuonesha hasira ambacho kinatafsiriwa kwamba ni usalama pamoja na heshima ya nafasi ya kiongozi. Viongozi wengine wamechagua kujibu kwa ustarabu, wakionyesha ukomavu wa kisiasa na wa kujiamini zaidi. Hao ndio viongozi watano ambao wameshawahi kurushiwa kiatu kama kilichomkuta rais wa Kenya Samuel Ruto. Ilikuwa ni Mei 4 mwaka wa 2025.